Raia wawili wa China ambao ni Wei Wang na Yao Linkong wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam kukabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi na utakatishaji wa fedha takriban shilingi bilioni 2 na milioni 13 za Kitanzania. Washtakiwa hao wamesomewa makosa yao na wakili wa serikali mwandamizi Patrick Mwita mbele ya hakimu mkazi mkuu Beda Nyaki. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka iliyosomwa mahakamani hapo leo Jumatano Januari 7, washtakiwa wote wawili wanakabiliwa na kosa la kwanza la kuongoza genge la uhalifu, ikielezwa kwamba walitenda kosa hilo tarehe tofauti kati ya Disemba 1 mwaka 2024 na Disemba 30 mwaka 2025 katika maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, Kilimanjaro, Arusha, Mwanza na Unguja visiwani Zanzibar, pamoja na maeneo mengine ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, imeelezwa mahakamani hapo kuwa washtakiwa hao kwa makusudi waliandaa genge la uhalifu lililojihusisha na kugushi nyaraka, kunakili kadi za ATM, kukwepa kodi na kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu. Katika kosa la pili, washtakiwa wote wanatuhumiwa kutenda utakatishaji fedha, ambapo imeelezwa mahakamani hapo kwamba katika tarehe hizo kati ya Disemba 1, 2024 hadi Disemba 30, 2025 wakiwa katika maeneo ya Dar es Salaam na maeneo mengine nchini, washtakiwa walijipatia mali ambazo ni dola za Kimarekani 707,075 pamoja na shilingi za Kitanzania milioni 281,710,000, huku wakijua wazi kuwa fedha hizo ni zao la uhalifu wa kuongoza genge la uhalifu. Baada ya kusomewa mashtaka hayo, hakimu mkazi mkuu Beda Nyaki alisema kuwa washtakiwa hao hawatatakiwa kujibu chochote kwa sasa, kuwa mahakama hiyo haina mamlaka kusikiliza kesi hiyo. Pia kwa mujibu wa sheria, mashtaka yanayowakabili washtakiwa hao hayana dhamana, hivyo hawezi kupata dhamana katika ngazi ya mahakama hiyo. Upande wa jamhuri ulieleza mahakama kuwa upelelezi wa shauri lao bado haujakamilika na kuomba tarehe ya kutajwa, ambapo kesi imeahirishwa hadi Januari 21 mwaka 2026. Kwa haya na mengineyo mengi, endelea kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii kwa wingi wa taarifa, habari na matukio.